Katika kile kinachoonekana kuwa ni mwendelezo wa vuta ni kuvute ya kisiasa na kisheria nchini Tanzania, jina la Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa sasa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, limeendelea kutikisa kuta za mahakama na majukwaa ya kimataifa. Wakati sauti kutoka Washington DC huko Marekani kupitia kwa mwenyekiti wa kamati ya Senate ya Marekani ya mahusiano ya kigeni, Senator Jim Risch zikipaza sauti kutaka kuachiwa kwake na kuongeza shinikizo dhidi ya utawala wa sasa, hali ya sintofahamu imeibuka asubuhi ya leo jijini Dar es Salaam. Bila taarifa kwa viongozi wa chama chake na katika hali ya dharura iliyozua mijadala mikubwa na mizito mitandaoni, Tundu Antipas Lissu amefikishwa mahakamani. Je, ni mpango wa siri wa kumwachia huru kama wengi walivyodhani, au ni mbinu mpya ya kisheria? Karibu tuungane sote katika uchambuzi huu wa kina, tukitazama ukweli wa kilichotokea Mahakama Kuu na msimamo mkali wa Marekani dhidi ya ripoti za serikali ya Tanzania. Kabla hatujaingia ndani ya kuta za mahakama, ni muhimu kuelewa mazingira ya kidiplomasia yanayomzunguka Tundu Antipas Lissu. Senator Jim Risch kutokea kule Marekani, kiongozi mwenye ushawishi mkubwa katika sera za nje za Marekani, ametoa kauli nzito akipinga ripoti ya tume iliyoundwa nchini, akiita ni ripoti ya kupaka rangi, yani whitewash, inayolenga kufunika ukweli wa ukandamizaji wa haki za binadamu. Tume ya rais ya kuchunguza matukio ya uvunjifu wa amani kabla, wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka wa 2025 ilijitokeza na kusema Mahakama Kuu iliwapa uhalali kisheria wa kuwapo na kufanya kazi. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam hivi karibuni, mjumbe mmoja wa tume, profesa na jaji mkuu mstaafu Ibrahim Juma, alisema uhalali wa tume hiyo ulithibitishwa na Mahakama Kuu ya Tanzania. Aliongeza kuwa uamuzi huo ulitolewa baada ya baadhi ya watu kufungua kesi mahakamani kupinga uwepo wa tume. Jaji alisema wazi, tume hiyo ni halali, kazi zake ni halali, ushahidi uliokusanywa ni halali. Profesa na jaji mstaafu Ibrahim Juma alieleza kuwa kinga hiyo ya kisheria ndiyo iliyoiwezesha tume Profesa na jaji mkuu mstaafu Ibrahim Juma alieleza kuwa kinga hiyo ya kisheria ndiyo iliyoiwezesha tume hiyo kuwaita na kuwahoji wadau mbalimbali, wakiwemo wakuu wa mikoa, makamanda wa polisi, viongozi wa vyama vya siasa na wananchi wapatao 63,603 bila woga. Tume imeshakabidhi ripoti yake kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan tarehe 23 ya mwezi huu wa 4 mwaka huu wa 2026. Senator Jim Risch amesisitiza mambo makuu matatu. Jambo la kwanza na la pili, amedai shinikizo la kidiplomasia, ambapo ameitaka serikali ya Marekani kuendelea kuibana Tanzania kupitia bilateral review, yani mapitio ya mahusiano ya pande mbili. Na jambo la tatu, uhuru kwa Tundu Antipas Lissu. Jim Risch ameweka wazi kuwa bila kuachiwa kwa Tundu Antipas Lissu, imani ya kimataifa kwa utawala uliopo sasa itaendelea kuporomoka, jambo ambalo anasema ni hatari kwa usalama wa muda mrefu wa nchi. Wakati shinikizo hilo la kimataifa likiendelea mapema leo, hali ya taharuki imetanda baada ya Tundu Antipas Lissu kufikishwa katika Mahakama Kuu masjala ndogo ya Dar es Salaam. Jambo lililoshitua wengi, ikiwemo wafuasi wa Chadema na wadau wa haki, ni namna Tundu Lissu alivyopelekwa mahakamani bila chama chake wala viongozi wakuu kuwa na taarifa rasmi. Hali hii imezua hisia mseto. Upande wa matumaini, baadhi walihisi huenda serikali imesitisha kesi zake kutokana na shinikizo la kimataifa au shinikizo la wanachama na viongozi wa chama chake, na kwamba huenda
imekwenda kumwachilia huru. Lakini upande wa hofu, wafuasi walihofia usalama wake na utaratibu uliotumika, wakihisi ni mbinu ya kumnyima msaada wa kisheria na kijamii wakati wa uamuzi huo muhimu. Baada ya mivutano hiyo, msemaji wa Chadema Bi Brenda Rupia pamoja na mkurugenzi wa sheria wa chama hicho wakili Shundo Gaston Garubindi wamejitokeza na kutoa ufafanuzi wa kisheria kukata mzizi wa fitina. Kilichotokea leo sio kuachiwa huru, bali ni uamuzi mdogo, yani ruling, kuhusu maombi ya Lissu kutaka kujiunga kwenye kesi namba 8323. Kesi hiyo imefunguliwa na Saidi Isa Mohamed, makamu mwenyekiti wa chama hicho, aliyekuwa makamu mwenyekiti wa chama hicho Zanzibar, na wenzake, dhidi ya bodi ya wadhamini na katibu mkuu wa chama hicho, ikihusu mgawanyo wa mali za chama. Uamuzi wa mahakama, Jaji Hamidu Mwanga ambaye ndiye aliyesikiliza maombi hayo kabla ya jalada kuhamishiwa kwa Jaji Ngunyale, ametoa uamuzi ufuatao. Moja, kukataliwa kwa maombi. Mahakama imetupilia mbali ombi la Tundu Antipas Lissu la kutaka kuwa upande wa madai katika kesi hiyo. Na jambo la pili ni sababu za kisheria. Wakili Rugemeleza Nshala ambaye ni mwanasheria mkuu wa chama hicho ameeleza kuwa Tundu Antipas Lissu aliomba kuunganishwa kama nafasi yake binafsi na si kama mwenyekiti wa chama. Mahakama imeona hana maslahi ya moja kwa moja, ni direct interest katika mgogoro huo wa mali binafsi. Na jambo la tatu na mwisho, nafasi ya ushahidi. Hata hivyo, mahakama imeacha mlango wazi kuwa endapo itahitajika, Tundu Lissu anaweza kuitwa kama shahidi tu na si kama mdai au mdaiwa. Kuna kipengele cha kiufundi ambacho kimeibua maswali. Kwa nini Jaji Hamidu Mwanga ametoa uamuzi wakati jalada haliko mezani kwake? Wakili Shundo Gaston Garubindi amefafanua kuwa kisheria, kwa kuwa Jaji Mwanga ndiye aliyesikiliza hoja za maombi hayo, yeye ndiye mwenye mamlaka ya kutoa uamuzi wa sehemu hiyo. Hata kama kesi mama sasa iko mikononi mwa Jaji Ngunyale. Kesi hiyo kubwa ya mali sasa imepangwa kutajwa tena Mei 13 mwaka huu wa 2026. Siku hiyo mahakama itajadili hoja muhimu za kisheria. Je, kesi hiyo ilifunguliwa ndani ya muda? Sheria inataka migogoro ya namna hiyo ifikishwe mahakamani ndani ya miaka 6 tangu kuanza kwake. Ikitokea imepitiliza muda huo, kesi inaweza kufutwa kabisa. Tunapohitimisha habari hii, ni wazi kuwa safari ya Tundu Antipas Lissu bado imejaa milima na mabonde, wakati mawakili wake wakijipanga kwa ajili ya Mei 13. Macho ya dunia bado yameelekezwa Tanzania. Kauli ya Senator Jim Risch inatukumbusha kuwa suala la Tundu Antipas Lissu si la ndani tu, bali ni kipimo cha diplomasia na demokrasia ya Tanzania mbele ya macho ya mataifa makubwa. Je, shinikizo hili litazaa matunda au mfumo wa kisheria utaendelea kuchukua mkondo wake kama tulivyoona leo? Chadema wameahidi kutoa ufafanuzi zaidi, na sisi tutaendelea kukujuza kila hatua itakayokuwa imejiri. Mwisho wa habari. Tukutane tena katika habari nyingine.